kuendelea na kuzingatia kulingana na yule Mungu anataka. Nataka kuzungumza kuhusu injili haina kufuzu. Najua kuna watu wengi wamekuja katika dunia na mambo mengi ya kudanganya watu na wakafaulu kwa muda fulani, lakini mwisho wa uongo umefika. Hiyo ndio kila kitu nafaa kujua, kwamba kila kitu iko na wakati wake. Kuna wakati wa kudanganya watu na kuna wakati wa kuambia watu ukweli. So hatutaendelea kukaa katika uongo kwa ajili ya kiumbe chochote katika dunia kututishia ama kusema nini. Injili haina kufuzu. Wacha tusome hapa katika Wagalatia. Nilikwambia jana ya kwamba tunataka kuendelea na injili bila wasiwasi na hatuko na mbio yoyote. Nataka tusome katika Wagalatia mlango wa kwanza. Ukisoma mlango wa kwanza utakuja kujua kwamba injili haina kufuzu. Nataka tusome mstari mmoja wa kwanza na mstari wa pili ambao utakuwa ni mstari wa 11. Usikie vizuri vile Paulo anasema: mimi Paulo niliye mtume, si kwa mamlaka ya binadamu. Sikia na ikuingie vizuri, uelewe. Usikuwe na mambo ya kukuwa na mbio na nini na akili ya pumbavu. Hapana, sikia tu vizuri na ukuwe na nia safi. Ondoa mawazo mengine yoyote ambao nia chafu, toa ndani. Sikia tu: mimi Paulo niliye mtume, si kwa mamlaka ya binadamu. Unasikia? Sio mwanadamu anapeana hii kazi ya kuhubiri. Hapana, sio mwanadamu anakuwezesha kuhubiri injili. Hakuna hata mmoja. Wala sio kwa nguvu ya mtu. Unasikia? Paulo anakuwa mtume sio kwa mamlaka ya mwanadamu na sio kwa nguvu ya mtu, bali kwa uwezo wa Yesu Kristo na mwana wa Mungu Baba aliyefufuka kutoka kwa wafu. Kilichofanya Paulo kuwa mtume, kilichofanya Paulo kujua Mungu na kuanza kuhubiri haikutokana na mwanadamu. Sisemi ya kwamba udharau wanadamu, hapana. Enda tu katika hali ya kutulia, utapata tu ujumbe vizuri. Sisemi ya kwamba sasa uone viumbe vingine vyote kuwa mavi na uvidharau na ukose kuviheshimu, hapana. Lakini kitu kinaitwa injili, kitu kinaitwa maisha kinatokana na Mungu mwenyewe, na Mungu anasema hata shiriki utukufu wake na kiumbe chochote. Huwezi kuja kuanza kuchukua utukufu wa Mungu kupitia kwa injili, my friend. Hakuna bwana. Tulia. Mstari wa 11: ndugu, napenda mfahamu kwamba ile injili niliyoihubiri si ujumbe wa kibinadamu. Si ya kwamba ameenda mahali amefundishwa jinsi ya kuhubiri ndio akuja wahubirie vile amefundishwa. Hapana, Paulo ndio yeye anakataa. Sio mimi just as. Paulo anakataa, anatuambia kwamba injili, that's why nilikwambia imeandikwa ndani ya moyo. Injili imeandikwa ndani yetu. Paulo ananifurahisha. Ndugu, mstari wa 11, napenda mfahamu kwamba ile injili niliyoihubiri si ujumbe wa kibinadamu. 12, wala mimi sikuipokea kutoka kwa binadamu, wala sikufundishwa na mtu. Yesu Kristo mwenyewe ndiye aliyenifunulia. Safi. 13, bila shaka mlikwisha sikia jinsi nilivyokuwa ninaishi zamani kwa kuzingatia dini ya Kiyahudi, na jinsi nilivyolitesa kanisa la Mungu kupita kiasi na kutaka kuliharibu kabisa. Naam, mimi niliwashinda wengi wa wananchi wenzangu wa rika langu katika kuizingatia dini ya Kiyahudi. Nikajitahidi sana kuyashika mapokeo ya wazee wetu, lakini Mungu kwa neema yake alikuwa ameniteua hata kabla sijazaliwa, akaniita nimtumikie
mara tu alipoamua kunifunulia mwanawe kusudi nihubiri habari njema yake kwa watu wa mataifa mengine, bila kutafuta maoni ya binadamu na bila kwenda kwa Yerusalemu. Sikia, wale waliopata kuwa mitume kabla yangu. Nilikwenda kwanza Arabia, kisha nikarudi tena Damasko. Ilikuwa tu baada ya miaka mitatu ndipo nilipokwenda Yerusalemu kuonana na Kefa. Nilikaa kwake siku 15, lakini sikuwaona mitume wengine isipokuwa Yakobo ndugu yake Bwana. Haya nawaandikieni, Mungu anajua sisemi uongo. 21. Baadaye nilikwenda katika tarafa za Siria na Kilikia. Wakati huo mimi binafsi sikujulikana kwa jumuiya za Wakristo kule Yudea. Walichokuwa wanajua ni kile tu walichokisikia. Mtu yule aliyekuwa akikutesa hapo awali sasa anayehubiri imani ile ile aliyekuwa anajaribu kuiangamiza. Basi wakamtukuza Mungu kwa sababu yangu, na jina la Mungu litukuzwe. Amina. Paulo anasema, sikia vizuri, ya kwamba amefanyika mtume sio kwa sababu ya mwanadamu, sio kwa sababu ya nguvu yoyote ya kiumbe, sio kwa sababu ya nguvu yoyote, masomo, bidii yake ndiye akuwe mtume. La, Paulo amekataa hiyo upumbavu. Hatufanyiki kuwa watumishi wa Mungu kwa sababu ya bidii yetu. Sisi wenyewe hatujichagui kuwa watumishi na kusema mimi nitakuwa nabii, mimi nitakuwa mtume, mimi nitakuwa mwinjilisti. Wewe mwenyewe haujichagui, haujiokoi na kujipea kazi. Kuna yule ambaye anakuokoa na anakupatia kazi. Lakini siku ya leo watu wanajiokoa wenyewe na wanajipatia kazi, alafu anakuja kuanza kubweka hapa na kuharibu kazi ya Mungu na kudanganya watu. Tumekataa. Mimi nakwambia tumekataa, dunia mzima tumekataa hiyo upumbavu, haitaendelea. Paulo anasema hajafanyika kuwa mtume kwa sababu ya nguvu ya mwanadamu. Siku ya leo nasikia mtu anasema ya kwamba kama sio mimi wewe haungekuwa pastor, wewe haungekuwa mwinjilisti. My friend, ni ukora hii. Itabidi tunanisoma andiko kwa sababu sitakangi ukora katika Injili. Sijaipenda ukora. Nilikuwa mkora kwa mambo ya dunia, ukora yote ninaielewa. That's why sitakangi kuchanganya ukora kwa Injili. Tafadhali tuheshimiane. Kama tuliamua kufuata Injili tukasema hii ndio Injili, huo ndio ukweli, basi ile siku utakapojua ukweli utakuwa huru. Kama ni ukora tulifanya, mambo ya dunia tulifanya, tunajua hii ni ukora na hii si ukora, tulikuwa kule. So hatuongei kwa sababu ya michezo. Sikia vile Paulo anasema, narudia tena, mimi Paulo niliye mtume, si kwa mamlaka ya binadamu. Hii mambo ya mtu anakuambia ati yeye ndiye amekufanya ukakuwa pastor, ukakuwa bishop, sijui ukakuwa mtume, hii ni ukora hii. Hakuna mwanadamu anaweza kukufanya ukuwe mhubiri, utakuwa mkora, utakuwa mganga. Hakuna mwanadamu chini ya jua amepewa uwezo wa kufanya mwingine kuwa mhubiri na nguvu zake. Ni Mungu. Tuwezi kuwa tunachukua sifa za Mungu na kupea wanadamu. Hatutachukua utukufu wa Mungu na kupea wanadamu kila siku. Haiwezekani bwana, hiyo mambo tumekataa. Paulo anasema wala si kwa nguvu ya mtu. Haukui mhubiri kwa sababu ya nguvu ya mtu ama mwanadamu. Hakuna kitu unafanya ndio kuwe mhubiri. Unaokolewa na aliye kuokoa ni Mungu mwenyewe, anakupatia kazi. Sio wewe unajipatia. Sio wewe unajipatia. Bwana, tuelewane vizuri bwana. Tusikuje kukoroga hapa Injili na kuanza kudanganya watu. Sasa ukiwa umeenda umesomea teolojia, anaanza kutishia watu hapa ya kwamba teolojia ndiyo imekufanya ukafuzu kuwa mhubiri. Wewe ni mkora. Mimi nakwambia ukweli, wewe ni mkora. Teolojia haifundishi mtu kuwa mhubiri, haikufanya ufuzu ndio wewe utoke nje uanze kutishia watu. So ukiwa umeenda teolojia, kuwa mpole tafadhali, na usikize habari za Mungu. Usikuje kukoroga hapa watu nje na kutishia watu tafadhali.
tuheshimiane kwa Injili. So Paulo anasema ya kwamba hajakuwa mtume kwa sababu ya kitu kingine, ila tu ni kwa Kristo aliyemfanya kuwe mtume. Wapendwa, siku ya leo wanadamu ndio wamefanya watu kuwa wahubiri. Ndio maana watu wametoka huko nje wamerogwa na wanadamu, wanakuja kuroga watu katika Injili. Ndio maana Injili imepotoka, imetoka katika mwelekeo, na hakuna mtu ako tayari kutaka kurudisha Injili katika njia. Ninakwambia nitairudisha Injili, itarudi katika njia. Dunia mzima Injili itarudi katika njia, mahali ilipotelea. Mungu anasema mahali ambapo kitu kilipotelea kitarudi. Mahali uliangukia kama mwanadamu utaoneshwa, hapo ndio uliangukia na utarudi. Ukatae ukubali. Mungu mwenyewe alisema na kila kiumbe kitapiga magoti na kitakiri ya kwamba Yesu ni Bwana, na kitakiri na kila ulimi. Kama nyani anakiri Yesu ni Bwana, inzi anakiri, nguruwe mwenyewe anaabudu, kobe anakiri. Wewe ni nani hapo mwenye umetengeneza kwa mfano wa Mungu unataka kuwa mjuaji? Punda mwenyewe, samaki wanakiri, nyoka wanakiri Yesu ni Bwana, Yesu ni Mungu. Wewe mwenye umeumba kwa mfano wako ndio unaanza kupingana. Tafuta mahali unapeleka michezo. Tuko serious na Injili. Paulo hajateuliwa kuwa mtume kwa sababu alienda theology. Paulo hajateuliwa kuwa mtume kwa sababu baba yake alikuwa askofu, baba yake alikuwa mwinjilisti, alikuwa mtume. Sasa neema ya utume ikasambazwa kwa Paulo. Paulo familia yake haikukuwako na mchungaji. Sasa ndio Mungu akasema kupitia kwa hii familia sasa utaridi kipawa cha uchungaji. Peleka huko ujinga mali nyingine bwana. Kwanza kututishia hapa na mambo ya Injili, hatutahubiri. Injili inaendelea na tutahubiri Injili. Paulo anasema ya kwamba hakuna kitu chochote kuanzia mbinguni, hata malaika hawakufanya Paulo kuwa mtume. Ukifanywa kuwa mtumishi wa Mungu na watu, hautahubiri Injili, utahubiri maoni ya watu. Lakini ukifanywa mtumishi wa Mungu na Mungu mwenyewe, utaleta habari zake. Injili ni rahisi sana. Lakini tumekuja tumekoroga Injili, tumeona kwamba kama mtu ajenda teolojia hawezi kuhubiri. Kama mtu sijui mtu anasimama tu anasema mimi ndiye nimefanya ile kanisa likafika hapa, mimi ndiye nimefanya huyu mtumishi akafika hapa, kama sio mimi, my friend, peleka ujinga mahali ingine. Hakuna kitu chochote wewe mwanadamu unaweza kuongeza na kutoa kwa mwanadamu mwenzako. Vitu yote vya mwanadamu ni Mungu aliyepanga. Kama Mungu alipanga kwamba atakutumia wewe, usikuje kuona kwamba bila wewe huyo mtu angefika hapo. Aliyekwambia ni nani? Aliyekwambia ni nani? Nakasirikanga sana nikiona mtu anachukua sehemu ya Mungu. Kama kuna kitu kinanikasirishanga kwa hii dunia, wacha nikwambie ukweli, kama kuna kitu sipeanange na michezo, kuona mwanadamu anachukua nafasi ya Mungu na kujiinua, anachukua utukufu wa Mungu na kuanza kushiriki, kuona ya kwamba kama sio yeye kitu hakingefanyika na ni Mungu tu amemtumia. Sasa anataka kuchukua nafasi yake. Hawezi kuchukua nafasi ya Mungu bwana. Mimi nikiwa katika hii dunia bwana, tafuta mali nyingine. Hiyo haiwezekani. So kila mtu ambaye ameokoka, hatuokoki kwa sababu ya bidii yetu. Hatuokoki kwa sababu tulikuwa wazuri. Hatuokoki kwa sababu tulizaliwa katika familia zenye zilikuwa zimeokoka na zinahubiri Yesu, uokovu tukaurithi. Hakuna. Hatuokoki kwa sababu tumesoma na tunajua kusoma andiko, tunajua kusoma Biblia. Hatuokoki kwa sababu tunatembea na wainjilisti na mitume na manabii. Hatuokoki kwa sababu tunalalanga na Biblia, tunaisoma usiku na mchana. Hatuokoki kwa sababu hiyo. Tunaokolewa bure. Paulo amehubiri Injili hapa. Tusome tu Wagalatia tu mstari mlango tu mmoja. Tutajua kwamba kumbe Injili ambayo tunafaa kuwa tunahubiri iko ndani yetu, si ya kwamba timeandikwa mahali tunaenda tusome tuhubirie watu. Iko ndani yetu. Imewekwa ndani yetu. Ikuwe tumeenda teolojia ama hatujaenda teolojia, tutaihubiri. Ikuwe tulisoma ama hatukusoma, tutaendelea kuihubiri. Uanze tu kutishia hapo watu watahubiri Injili. Tafuta wengine. Tafuta wengine. Tumechoka na vitisho vya watu na hii dunia bwana. Sikia 11. Ndugu, napenda mfahamu hivi. Sikia vile Paulo anasema, nataka muelewe. Kufahamu ni kuelewa. Ya kwamba ile Injili niliyoihubiri sio ujumbe wa kibinadamu. Na maanisha nini? Hakuenda mahali afundishe kuhubiri bwana.
Ujumbe wa kibinadamu ni mahali umeenda umetrainiwa, unahubiri mawazo yako, unahubiri vile vitu ambao unataka, unahubiri vile vitu dunia inataka. Hauwezi kukemea serikali, hauwezi kukemea jeshi, hauwezi kukosoa serikali, polisi, hauwezi kuambia magaidi ukweli, kwa sababu hiyo injili ni ngumu, watakuja kukuua. Hiyo ndio injili ya kibinadamu. Hautaambia mke wako ukweli ama bwana yako ukweli, unahofia. Ukicorrect mama yako, ukiambia babu yako ukweli, ati umedharau wazazi. Hiyo sio injili tunahubiri, my friend. Injili tunahubiri hata mzazi akiwa hapo, tunamhubiria hii injili bila kudilute. Hiyo ndio injili. Yesu hakuhubiri injili ati Maria na Joseph wako pale akaanza kupunguza. Kwanza aliambia Maria, alimuita Maria wewe mwanamke, na Maria sio mama ya Yesu, ujue hivyo. Hiyo ni ya siku nyingine. Paulo anasema ya kwamba injili ambayo anahubiri haijatokana na mwanadamu, wala sikuipokea kutokana na kibinadamu, wala sikufundishwa na mtu. Paulo hakufundishwa na mtu bwana. Unaona, Paulo mwenyewe anasema hapa, muende msome bwana, tusome injili tuelewe. Paulo amekataa injili anayohubiri, hajafundishwa hata na mtu. Ndio maana nilikwambia injili iko ndani yetu, iliandikwa na Mungu mwenyewe kwa mioyo yetu, imeandikwa ndani yetu. Tunakaa na injili, tunaishi na injili. Michezo zingine zenye watu wameingiza kwa injili hizi lazima zifike mwisho bwana. Wala sikufundishwa na mtu, Yesu Kristo mwenyewe ndiye aliyenifunulia. Paulo anasema alikuwa mtu wa dini, akatesa kanisa la Mungu, alikuwa anahubiri, alikuwa ni mtu ako serious na mambo ya dini, hakupata faida. Dini ni gani hii? Mambo ya kwenda kusomea Mungu, hii ndio kuja umfundishe. Unaenda kusomea Mungu alafu unakuja kumfundisha. Unafundisha Mungu muumba mbingu na dunia? Uacha bwana. Lazima tuelewe injili wapendwa. Injili tunaelewa aje? Iko ndani yetu. Nilikusomea Yeremia 31 mstari wa 31 mpaka 34. Mungu anasema ya kwamba aliandika injili ndani yetu, kwa moyo wetu. Injili iko kwa akili yetu. Injili iko ndani ya mwili wetu mzima wetu ni injili. Na Mungu mwenyewe anasema kama ni ile andiko liko ndani yetu, tulitafakari usiku na mchana. Biblia tu ni kutuonesha matendo makubwa ya Mungu. Sio ya kwamba ati Mungu kwa hii Biblia ukisoma hii Biblia sasa Mungu amefika mwisho. Biblia tu ni kutuonesha matendo makuu ya Mungu, kutuonesha Mungu ni nani. Unapoendelea kuzama ndani ya neno hili, kusema ukweli na kulitafakari zaidi, unaona kitu kikubwa kuliko Mungu ambaye ako katika hii Biblia. Kuna kitu kikubwa kuliko huyo Mungu, my friend, aliye katika Biblia. Si hata amesalia pale. Unaona Mungu ameinuliwa, Mungu amepanuliwa zaidi. Sio vile unafikiria hapa, my friend. Kama Biblia yenyewe hii inasema kwamba vitu zote ambazo Mungu alifanya hazikuandikwa hapa. Kila kitu mniambie mahali maandiko, kila kitu mniambie mahali. Mungu anasema sio kila kitu imeandikwa hapa. Kuna vitu zingine tutafunuliwa. Kama Yesu mwenyewe aliuliza wanafunzi wake, huko nje watu wanasema ni nani? Yohana Mbatizaji, mara sijui Elijah amerudi, mara sijui hii manabii sijui nani amekuja, vitu zote. Lakini Yesu akawaambia, nyinyi wenyewe mnasema mimi ni nani? Waliokuwa pale walishindwa mpaka walipofunuliwa. Petro alipofunuliwa kuambiwa ya kwamba wewe ni Masia, na akajibu, na Yesu akamthibitishia akimwambia, hata hilo jibu sio mwanadamu amekuambia, ni jibu limetoka mbinguni. Alafu tunaanza kutishia watu hawatahubiri injili kwa sababu hawana vyeti vya kuhubiri, mara hawajasomea teolojia. Wokovu ulikuja watu waliosoma, ndio tukuje tutishia hapa. Hii wokovu ni ya watu waliosoma. Ulisikia Mungu amesema kwamba alikujia waliosoma. Kama Mungu mwenyewe anasema wale aliokujia walimkataa. Waliokataa Mungu nani? Hao wasomi wajuaji hao. Watu ambao wanaona wakiwa na pesa wamefika mwisho, wanaona masomo yenyewe wamesoma mahali wamefika. Hiyo masomo ndio imekuwa Mungu yao. Kama ni cheo sasa, umaarufu wa dunia ndio imekuwa Mungu wao. Hawataki kusikia. Ukiwahubiria wamekuwa wajuaji, wamekuwa vichwa ngumu. Hiyo vichwa ngumu na ujuaji, acha nikwambie, hautafanyia mimi. Hii injili lazima tuihubiri vile Mungu anataka. Usijifanye kuwa mjuaji hapa, tafuta mahali nyingine unapeleka ujuaji, lakini sio kwa injili. Ujuaji hautapeleka kwa injili, na kuambia ukweli. Tafuta mahali nyingine utapeleka ujuaji.
lakini sio kwa Injili. Waliokujiwa na Mungu walimkataa kwa sababu waliona pesa zao ni mzuri, pesa zao ni za maana kuliko Mungu. Waliona masomo yao ni ya muhimu kuliko Mungu. Waliona vyeo vyao, umaarufu wao ni wa maana kuliko Mungu. Waliona ujuaji wao, wakaona kwamba wamefika. Sasa kuna kitu tutakwambia, mradi uko kwa hii dunia, lazima hautatoka katika hii dunia kama haujapiga goti na kukiri Yesu ni Mungu. Haijalishi kabila gani, haijalishi uko nchi gani, hautatoka katika hii dunia kama wewe ni mwanadamu kama hujafungua kinywa na kukiri na ulimi yako ya kwamba Yesu Kristo ndiye Mungu. Hautatoka. Ndio nanga wakati mtu anaenda kukufa siku ya mwisho anasema muniitie Mungu. Kwa nini mtu anaamua hata siku ya mwisho anasema muite Mungu tu, muite tu pasi kuja niombe? Alafu unataka kutuletea kiburi yako hapa na cheo chako hapa. Tunakuhubiria Injili alafu unaanza kututishia hapa na kutuletea michezo kwa Injili. Siku za michezo kwa Injili zimeisha. Watu wamecheza na Injili, watu wamekuja wakadharau Injili, wakaingiza mizaha ndani. Hatuwezi kukubali Injili iendelee na mizaha na michezo ndani na kudharau. Kila kitu iko na mwisho. Kulikuwa na wakati watu kuleta mchezo kwa Injili na kudharau Injili na kuchukulia Injili kama tu kitu cha kawaida, lakini sasa saa hii sio hivyo. Usikuja kwa Injili na hiyo michezo. Mimi nakuonya usijaribu. Kaa chini utulie. So Yesu mwenyewe anasema ya kwamba, Paulo anasema ya kwamba ni Yesu amemfunulia Injili. Yesu mwenyewe alikuwa wapi? Ndani ya Paulo. Yesu anakaa ndani yetu. Katika Yohana 15:5 anasema nini? Niko ndani yenu na nyinyi mko ndani yangu. Sio yule Yesu watu wanapanda ndege kusumbukana, sijui Disemba wanaenda kwa Israeli kutafuta Yesu, sijui ako kwa mlima gani. Yesu mgani? Mtu anasumbukana kwenda kutafuta Yesu kwa kichaka na anawacha Yesu ndani yake. Anatembea na Yesu kila kona. Utakosa kutembea na Mungu usurvive kwa hii dunia. Mungu ako naye kila wakati. Umekataa unaenda kumtafuta kwa kichaka, kwa mawe. Unapanda ndege unaenda sijui wapi katika nchi fulani, na mtu amekwambia kuna Mungu huko. Yesu mwenyewe alisema watakuja watakwambia ati niko hapa niko pale. Usiwafuate, usiwasikie. Niko ndani yako, achana na hawa Kora. Siwezi kutoka hapa tukwenda Israeli kutafuta Mungu. Nikienda Israeli nimeenda kuhubiri Injili na wale watu wanajua kwamba hata Yesu ako pale na Yesu ako ndani yangu. Si ya kwamba tunatenda mahali fulani kwenda kutafuta Yesu kwa mlima fulani hapo. Vitu zingine nazo tunaletanga tena michezo kwa Injili bwana, na hatuwezi kukuruhusu bwana. Hatuwezi kukaa na michezo kwa Injili, miaka nenda miaka rudi, miaka nenda tunazungushwa, tunapelekwa huku na Injili. Hapana, hiyo nimekataa. Hiyo mimi nimekataa. So Paulo anatuambia ukweli, uokovu haujatokana na kitu chochote ila ni Yesu mwenyewe. Pana kuja hapa kututishia na kutuambia kwamba unajua unafaa ufanye kitu fulani ndio uokoke. Ni kitu gani? Wewe mwenyewe ulijileta kwa hii dunia. Kitu gani unataka kufanya hii wewe kujisaidia na hukujisaidia ukajiumba? Kama haukujiumba, sasa umefikaje kwa hii dunia? Sasa uko na akili ya kujisaidia na hukujisaidia kujileta. Wapendwa, tusiporudi kwa akili na tuheshimu Injili na tukue serious nayo, vile tuko na serious na masomo yetu ya dunia, vile tuko serious na biashara zetu na familia zetu na vitu vingine ambavyo tunafanya katika hii dunia, tuko serious nazo. Alafu inapofika kwa Injili tunaanza kuingiza michezo. Tutafute mahali tunapeleka. Mimi nakwambia ukweli, tutatafuta mahali tunapeleka hii michezo. Sitapeana nafasi yoyote mahali kuna michezo ya Injili, sitapeana nafasi. Wacha nikwambie. Hiyo ni kitu unafaa kujua. Paulo anatuambia ukweli ya kwamba Injili hii haijatokana ya kwamba umeokoka kwa sababu unatoanga fungu la 10. Haujaokoka kwa sababu unasaidianga pasa chakula. Haujaokoka kwa sababu wewe ndio ulitoa shamba ya kanisa. Haujaokoka kwa sababu wewe ndio umenunua masipika na kila kitu ya kanisa inatokana na wewe. Haujaokoka kwa sababu bila wewe hiyo kanisa haiwezi kulipwa. Wewe ndio unalipanga. Sasa ndio Mungu ameamua kukuokoa. Ni bidii yako. Hiyo sio wokovu bwana. Wokovu ni moja tu, imetokana na Yesu Kristo. Lakini kuna watu wameenda mahali wakasoma, sasa wanakuja kutuambia ya kwamba hii wokovu kama tutasoma hatutaihubiri, tutafungwa jela, tutauawa. Mtafute mahali ingine mtapeleka michezo.
Paulo akasikia hizi story zenyu. Unajua mimi nafurahia na huyu ndugu anaitwa Paulo. Kwanza Paulo hakukuwa hata na Yesu, lakini alikuja akahubiri Injili mpaka hata wenye alikuwa na Yesu wenyewe wakakiri, wakakubaliana naye. Alafu watu wanaanza kuambia Paulo tutakuua. Paulo aliwaambia nini? Mkiniua hakuna hasara, ninaenda kwa Baba mbinguni kwa uzima wa milele. Ninatoka katika mwili ndio mmeua. Ndio maana hata Yesu mwenyewe alisema hii mwili usiogope, hii mtu anaua hii mwili. Kuna mwili ingine yenye mtu hawezi kata na panga, mtu hawezi piga bunduki. Hata majini yenyewe unaweza piga jini bunduki. Jini tu unasikia tu ni pepo, hata liweze pigwa bunduki. Pepo. Sasa tuko na mwili ingine ambao tunaenda kuvaa baada ya hii. So na hii tena hautaweza kuniua wewe tu na nguvu zako. Siwezi kukufa na vitisho vya mwanadamu. Sio wewe uliniita kwa hii Injili. So lazima nisimame kwa nafasi yangu vile niliagizwa na nikufundishe vile niliambiwa. So uwezi kuja kunitishia ukihubiri hivi utashikwa na utawala wa hii dunia, ukihubiri hivi utatafutwa, my friend. Ai bwana, mniache bwana. Tafuteni mtu mwingine tafadhali. Mimi mradi niko hai nitahubiri Injili. Na kama nitakufa usikuje kufikiria kwamba mwanadamu anaweza kuniua. Ni Mungu mwenyewe anataka kunitoa katika hii dunia. Ndiye atakuwa amenitoa. Yeye ndiye alinileta na yeye ndiye ako na uwezo wa kunitoa. Lakini mwanadamu hapana bwana. Hiyo haiwezekani. Paulo anasema alizingatia sheria zote za Kiyahudi. Alikuwa mtu amejitoa, lakini akapata kwamba dini ilikuwa ni uganga na ni uchawi. Paulo ndiye ametuambia hivyo. Lazima Injili Paulo akasema kwamba tutayahubiri. So na upande wa neno, kitu ambacho tunafaa kujua kama ni ile neno la Biblia lenye Mungu alisema kila siku tulisome na tulitafakari. Hakuna mtu tumeweka pale atakuwa na kusomea neno. Ukikuja mahali tunahubiri Injili na tukose kusoma neno, usianze kutuambia kwamba hilo neno limeandikwa wapi. Jisomee mwenyewe, si Biblia uko nayo. Kama ni Biblia ndio hii sample ya matendo ya Mungu katika dunia, ni sample ya matendo ya Mungu katika hii dunia. Tukisoma hii kuna mambo tunapata zaidi yenye yameandikwa hapa, tunafunuliwa. So wewe kama hutaki kusoma hii, kuna mtu umeandika atakuwa na kusomea. Tukianza kuhubiri Injili unaanza kutuuliza na ni kitabu gani? Unafaa uko unajisomea. Kwa shule unaendanga unasoma Biblia tu ni kitabu kimoja. Kwa shule unaenda unachukua hata subject 7 zenye unajisomea wewe mwenyewe kila siku. Kwa kazi unapata umejitolea, umeshika department mingi na unafanya bila kulalamika. Neno la Mungu ila hatukuambia tu kuna mtu anakusomea, wewe mwenyewe jisomee. Kama unajua kusoma, kaa kwa Biblia kila wakati, jisomee mwenyewe. Tunapokuja kuhubiri unafaa ujue nikizungumza habari kama hizi, Mungu tayari mwenyewe na wewe mwenyewe unajua kwamba hizi habari zinapatikana katika kitabu cha Wagalatia 18 ama Wagalatia 9 ama Wagalatia 5. Unaenda pale na unakaa chini usikize kwanza ufunuo yenye kufunua na kufundisha, ndio baadaye utaenda kuangalia. Ukae chini utulie usikie neno kwanza. Pana kuamuka tu asubuhi hata hamjasoma neno, sasa hamtaweza kutufundisha. My friend, wakati akina Noah alikuwa anahubiri, alikuwa anasoma kitabu gani? Noah alikuwa anasoma kitabu gani ndio ahubiri Injili? Abraham alisoma kitabu gani ndio aanze kuhubiri Injili? Kama Abraham Noah walikuweko kabla ya Musa na wakahubiri hii Injili, sasa walikuwa wanasoma kitabu gani? Kama ni kitabu cha Mwanzo inasemekana Musa ndiye aliandika. Sasa nakuuliza, huyu Noah, huyu Abraham na watu wengine wengi wakina Kaini na wakina Abel, hawa walikuwa bado wanahubiri Injili? Kuna watu wengi walihubiri Injili kabla ya Musa. Na kitabu hiki kinasemekana ya kwamba Musa ndiye alikiandika. Sasa swali ni, kabla ya Musa kukiandika Injili ilikuwa inahubiriwa mapana? Ilikuwa inahubiriwa, walikuwa wanasoma kitabu gani? My friend, Isaya alikuwa anasoma kitabu gani ndio ahubiri Injili? Sasa mtu akisimama tusomee kitabu, haina shida, tutasoma, lakini hatuko limited, hatujafungwa na kitabu peke yake. Kuna mambo mengine tutafunuliwa. Kuna mtu atasoma hii kitabu na atahubiri ukweli kwa sababu amefunuliwa. Tunafaa tukubali. Tusianze tu kusema lazima tuambie mahali maandiko. Imeandikwa wapi?
Tukikwambia hata kuna watu waliendea Yesu wakasema, na imeandikwa mwanamke mzinzi akipatikana anapigwa mawe akufe. Yesu akamwambia, Bwana, imeandikwa, lakini hamujaelewa ufunuo. Walioenda wakisema ya kwamba imeandikwa, walitoka pale wakiwa wamefukuzwa wapeleke ujinga mahali ingine. Wanataka kuua mwanamke mzinzi, na wenyewe ni wachawi, wenyewe ni waganga, wenyewe ni wezi. Yesu akamwambia, hii ujinga ya kwamba mnakuja na maandiko imeandikwa. Kuna kitu inaweza kuwa imeandikwa lakini hauelewi vile imeandikwa, hauna ufunuo, haujapata maana yake kamili, unaamuka tu imeandikwa. Kwa nini imeandikwa kwa Biblia? Ukiona kitu yote na kusumbua, kama ni jicho lako ng'oa. Kwa nini ile jicho lako limekufanya umeingia kwa uzinzi na uasherati na hujang'oa? Kwa nini hii miguu inakupeleka kwa baya, inakupeleka kwa uzinzi na kuenda kuiba na kwa masengenyo, na hiyo miguu haujakata na imeandikwa? Usikuje kuniambia mambo imeandikwa hapo kama uelewi. Wacha tuachie pale, na injili itaendelea na dunia mzima, sio Kenya hapa. Injili hii nakwambia inafika dunia mzima, na kila kiumbe kitakiri hii injili, na hatutahubiri na ufunuo wa nini wa Isaya. Chenye Isaya alihubiri ilikuwa ni cha hiyo wakati, na tunakubaliana nayo, iko shwari. Saa hii Isaya mwenyewe akikuja anapata injili hii inahubiriwa katika ufunuo mwingine wa hali ya juu kuliko wenye alihubiri, na lazima Isaya atakubaliana nayo. Wewe tu ndio unakataa, unataka tu injili turudi kwa Isaya, na Isaya mwenyewe hayuko. Wakati wa Isaya si wakati wa saa hii, na unafaa kujua kwamba injili inaenda ikiadvance. Vile teknolojia ina advance, hakuna kitu kina advance kwa hii dunia kuliko injili. Kama mtu alikudanganya kwamba injili haya advance, alikuroga. Injili ndio ina advance kuliko teknolojia na masomo. Wewe angalia sasa masomo bwana, vile masomo ime advance. Wewe angalia tu masomo sasa hivi. Ukiangalia vile sasa watoto wanasomeshwa, sio vile sisi tulisomeshwa, na vile sisi sio mababu zetu na baba zetu walisomeshwa, na unakubali hiyo. Kwa injili ndio unataka kuleta siasa. Utaletea nani hiyo siasa, my friend? Tafuta mali nyingine, lakini sio hapa. Hapa tutaenda kulingana na vile injili iko. Injili ndio number 1. Hivyo ujua tu hivyo. Ukijaribu kutajako kitu kingine ndio number 1 sio injili, my friend, hautaamini. Lazima utashuhudia. Hatuwezi kukaa katika hii dunia na mambo ya kurogwa na kudanganywa na tunapiga makofi amen haleluya na miaka zinaenda miaka zinarudi. Hapana, imefika mwisho. Uongo na ujanja wote, kila aina yote ya uganga ya injili imefika mwisho. Hakuna kitu chenye umelifanya ndio unafuzu. Wokovu sio ati umefanya ni bidii yako, umelipia mchungaji school fees ya watoto wake, sasa ndio maana umeokolewa. Si ya kwamba tumeomba na kufunga ukapita siku za Yesu aliomba na kufunga hata siku 40, sasa umevunja rekodi ndio Yesu ameamua kukuokoa, hata umeenda zaidi. Waachana hiyo ukora. Si ya kwamba umetoka hapo umeenda Israeli sijui mahali Yesu alizika kwa kaburi yako, umetoka huko na mchanga na red water umekuja kudanganya naye watu hapa. Umeharibu fair yenye ungeenda ufanye uinjilisti kuleta watu katika injili, waganga wachai waokoke. Umepanda ndege kuenda Israeli kuangalia kaburi la Yesu. Nani ameokoka wakati umeenda kuangalia kaburi la Yesu? Umetoka hapo umeenda Israeli sijui kuangalia mahali Peter alisulubishwa. Wakati umefika pale nani ameokoka? Hiyo ndio kazi tulitumwa. Hiyo ndio kazi tulitumwa. Tulitumwa tu tuhubiri injili watu waokoke. Hatukuambiwa tuende tutafute kaburi la Abrahamu na kaburi la Paulo tukae pale tupige picha ndio turudi tuambie watu tumetoka Israeli. Uganga wa injili utafika mwisho. Wacha tu nifika hapo mwisho. So wale ambao mmepata hii injili, injili hii inaendelea kutamba kila kona ya dunia. Injili hii inaendelea kukita mizizi na hakuna kitu kitazuia injili. Hiyo ni kitu nakuhakikishia. Hakuna kitu kitazuia injili. Injili hii inaendelea kutamba kila eneo, itafika kwa kila kiumbe. Wewe kataa ukubali, wewe ngoja tu subiri. Injili hii haitazuiliwa na kitu yoyote. Watu wa Yemen, Bangladesh, Pakistan, Iran, mko wapi? Saudi Arabia, Qatar, mko wapi? Injili hii inawafikia. Na mtakiri ya kwamba Yesu Kristo ndio Mungu. Na mtapiga goti. Muinue mikono juu. Inanifurahisha sana. Wacha nifikie pale. Kwa wale ambao wanaendelea kufuatilia injili, namaliza nikisema kwamba injili haina kufuzu.
Kwa njia nyingine, hakuna kitu unafaa ufanye ndio upokee wokovu. Injili ni neema ya Mungu, yeye mwenyewe anakupatia bure. Hakuna kitu unalipia Bwana. Mtu asikuje kukudanganya bwana, sijui lipa kama ni hivi ndio upokee injili, sijui unafaa ufanye nini ndio Mungu akujaze Roho Mtakatifu. Ati Mungu amekuokoa, unaambiwa kwamba hauna Roho Mtakatifu, uombe siku 40, ufunge, ukatae kukula, uende kwa mapango na kwa mawe ndio ujaze Roho Mtakatifu, sijui utumbukize kwa maji utolewe ndani ndio ujazwe. Yote ni ukora na ni uganga. Unapookolewa Mungu anakuokea kamili na unakuwa umejaza Roho Mtakatifu na unaendelea kuhubiri injili. Kuna mtu alikuwa na shida ya mgongo, akapatana na Yesu, akamponya, akataka kufuata Yesu. Sasa akamwambia, rudi kwenyu, enda waambie watu wa kwenyu yale mambo ambayo Mungu amekutendea. Ule mtu alianza kuhubiri hapo injili akienda. Mwanamke huyu mzinzi alipotoka pale aliambiwa kwamba nenda, umesamehewa, usirudie tena. Alienda akihubiri. My friend, mwanamke huyu Msamaria alipopatana na Yesu katika kisima, akahubiriwa injili na Yesu, mwanamke akayamini. Alitoka pale, alienda shule gani ya theology, akapata diploma certificate, ndiye akatoka akaenda kuambia watu habari za Yesu. Alipotumaliza kupatana na Yesu, kutoka kufika kwa kijiji ni injili, na akahubiri injili kijiji cha Samaria chote, watu wakasikia habari ya Yesu. Watu wengi wakakuja kupokea injili, wakapokea wokovu. Alienda diploma gani alikuwa nayo? Wenye mnaendelea kufuata ya habari, mtandao wetu wa TikTok, chaneli yetu pale ni Believe and Obey Jesus Only. Mtandao wetu wa YouTube ni Believe and Obey the Only True God. Facebook hapa Believe Obey. Tunaenda kutafuta mitandao zingine. Injili hii itaingia kwa kila mitandao. Usikuje kufika siku ya mwisho na kusema ya kwamba haukusikia. Na unaposikia injili hii inapokubariki, chukua peana kwingine, ili neno hili likasambae kila kona. Yesu mwenyewe alisema kwamba na injili ya ukweli, hakusema ya uongo, itahubiriwa kwa kila kiumbe, kila kona, ndio mwisho utafika. Wenye mmesikiza habari mahali penye muko, Mungu awatende mema, mkawe na wakati mwema, na baraka za Mungu ziambatane na nyinyi, na injili itaendelea. Amen. Injili iko